Muungano wa chama cha wanasheria Afrika Mashariki Pan African Lawyers PALU wametuma maombi kwa mahakama ya haki za binadamu Afrika Mashariki kutoa hukumu dhidi ya kesi zilizopo mahakamani kuhusu serikali ya Tanzania, ikiwemo kesi ya matokeo ya Oktoba 29, 2025 na ile kesi ya mwaka 2020 katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 28. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Pan African Lawyers Union, PALU wamesema kwamba kwa niaba ya timu ya wanasheria inayowakilisha wapiga kura na wagombea kadhaa wa Tanzania imewasilisha ombi katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na haki za watu huko Arusha, Tanzania, ili kutoa hukumu haraka iwezekanavyo katika kesi inayopinga ukiukwaji uliofanywa na serikali ya Tanzania kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, 2020. Hatua hii inahusiana moja kwa moja na uchaguzi wa uongo pamoja na matukio mbalimbali yaliyotokea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Tunaamini kwamba ikiwa mahakama ingetoa hukumu yake mapema zaidi, uamuzi wake ungezuia ukiukwaji uliotokea kabla ya Oktoba 29, 2025 baadaye, ambao ulisababisha mauaji ya maelfu ya watu. Hii ni kwa sababu maamuzi ya awali ya mahakama hiyo yaligundua kuwa uchaguzi nchini Tanzania umekiuka sheria na mikataba ambayo Tanzania ni mshirika wake. Katika kesi iliyowasilishwa mahakamani hapo Novemba 2020, inapinga ukiukwaji mkubwa wa haki wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, 2020 nchini Tanzania. Ukiukwaji huo ni pamoja na vizuizi vya kikatiba vinavyozuia mahakama za Tanzania kuchunguza madai ya ukiukwaji katika uchaguzi wa rais, kukamatwa bila sababu, kusimamishwa kwa kampeni na kuondolewa kwa wagombea wa upinzani, unyanyasaji na vurugu dhidi ya wagombea na wafuasi wao, hasa wanawake, ununuzi wa kura, kujaza kura bandia na kuhesabu kura kwa njia zisizo halali, ukandamizaji wa vyombo vya habari, uhuru na huduma za internet, mitandao ya kijamii. Hii ni kesi ya 5 kama hiyo dhidi ya Tanzania katika mahakama hiyo. Hukumu za awali za 2013, 2020 na 2023 ziligundua ukiukwaji wa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na haki za watu na kuamuru marekebisho kama kuruhusu wagombea huru, kurudisha mamlaka ya mahakama juu ya migogoro ya uchaguzi na kuweka sifa za maafisa wa uchaguzi. Serikali imeshindwa kutekeleza hivyo.